Maana naona sasa hivi mnarukiwa kweli kweli. Kurukiwa ni jambo la kawaida. Unajua siku zote mtu anapokaa kwenye sehemu ambayo anapata maisha, ukiingia na kuzungumza, lazima maneno ya hapa na pale yatokee, na vita hapa na pale lazima vitokee. Ni kawaida kwenye ulaji. Kungekuwa hakuna ulaji, kila mmoja angekuwa anachukua koti lake na tungika yule anaondoka, kwa sababu anafanya kwa kujitolea. Kile anapofanya anapata maslahi, lazima awe mgumu, kwa sababu yule hajajiweka pale, kawekwa kwenye position ile, lakini baadaye anajiona kama kajiweka mwenyewe. Ndio hichi kinachoendelea sasa hivi. Shabiki wa Simba mmekuwa kama hamkutokuelewana ni kwingi sana dhidi ya uongozi wenu. Shida nini? Yaani shida kubwa kwamba sisi wenyewe kwanza hatuko pamoja, na ndio maana inasababisha hivi vitu vyote. Tungekuwa tuko mstari mmoja, tunazungumza lugha moja, haya mambo ya kuchukuana, huyu kapelekwa polisi, huyu sije kapelekwa wapi, ingekuwa haipo. Lakini kwa sababu inafanyika, kuna sehemu walikuwa wanapata nguvu, support ya watu. Leo tunazungumza mimi na wewe hapa, lakini kati ninazungumza naye, ukitoka hapa unaenda kukaa na yule, mnazungumza tofauti. Yaani unaenda kumpelekea profile nzima ambayo tumezungumza mimi na wewe. Wewe unategemea unazalisha nini? Lazima uzalishe hivi vitu vya kupelekana polisi. Mimi ni mwanachama, sawa lakini pia ni miongoni wa viongozi kwenye matawi. Nafahamu katiba ya Simba, pamoja wengi hatupendi sana kusoma katiba, lakini nafahamu kwenye katiba klabu ya Simba hakuna kipengele, sawa, kwenye ibara yoyote mule kwenye katiba ambaye kinaonyesha kwamba mwanachama ama mshabiki akizungumzia klabu yake, iwe kwa mtazamo chanya, iwe kwa mtazamo hasi, atapelekwa kwenye jeshi la polisi. Ni sehemu ambaye haipo. Ninavyoamini mimi kwenye katiba, kipo kipengele mule kama mwanachama ama mshabiki ambaye anatambulika kikatiba, kwa sababu sasa hivi katiba inamtambua mshabiki pamoja na mwanachama. Akifanya kinyume na utaratibu, awe mchezaji, awe kiongozi, atapelekwa kwenye kamati ya maadili. Hiyo Simba ipo. Lakini leo tunaona baada ya kupelekwa kwenye kamati ya maadili, unachukuliwa tu unapelekwa polisi. Hii inamaanisha nini? Maana Simba hatuna viongozi wa mpira, bali tuna viongozi wapiga hela. Hatuna viongozi wa mpira, bali tuna viongozi wapiga hela. Kwa nini nimesema viongozi wapiga hela? Viongozi wa mpira ni wale ambaye wanachukua matakwa ya wanachama na mashabiki na kuyafanyia kazi. Hilo ndio jukumu lao. Sababu mimi ninapofungwa, siwezi nikaanza kulalamikia mtu wa nje huko, nikamwacha mtu ambaye yuko ndani. Ni kitu ambaye kiwezekani. Huko nje tunaenda kama utani na mambo mengineyo, lakini uhalisia lazima nizungumzie mule ndani. Na simtaji mtu mwingine, nitamtaja mchezaji, nitamtaja kocha, lakini nitaenda mbali, nitaenda kutaja viongozi wangu walioniletea wale watu kwenye timu yangu. Haiwezi kuwa timu kama haina wachezaji, haina benchi la ufundi, halina viongozi. Haiwezi kuwa timu. Inaweza ikawa haina mashabiki, lakini ikawa timu. Sababu zipo timu hapa hazina mashabiki. Mashabiki wao ni hayo vilabu hivi vikubwa, lakini zipo na zinaendelea na zinapambana, zinashindana na sisi na tunapoteza game. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi, viongozi wa mpira Simba hatuna, ila tuna viongozi wababaishaji na ni wapiga hela. Na ndio maana ukiongea ukweli, jambo lao la msingi, kwa sababu hela ipo mfukoni, afande fulani, naomba unichukulie wewe fulani niwekee hapo siku 3. Ninyoshee kwanza huyo. Sasa unakuwa tunatoka kwenye uweledi wetu na mfumo wetu wa mpira, kwa sababu lile ni jeshi la polisi. Jeshi la polisi kazi yake kubwa ni kumlinda mwananchi na mali zake, ndio jukumu lake. Na inapotokea emergency, ni jukumu lake pia kumchukua kwenda kumpumzisha kule, na kwenda kujua ile kitu ambaye alichokuwa anakifanya alikuwa anahitaji nini kukifanya, maana yake kuondoa ile rafsha. Akitoka kule inawezekana akarudi kwenye hali ya kawaida. Hilo ndio jukumu lao. Lakini unapomchukua tu kwa matakwa yako binafsi, kwa sababu umeguswa kwenye engo ambaye wewe upo unakula, inakuwa kinyume na utaratibu. Kwa hiyo mimi ninachokiona mpaka sasa, kama wana Simba tutakuwa kitu kimoja. Tuna wakati sasa mzuri saizi wa kuandaa proposal, kuhakikisha viongozi wote ambao wanapeleka mashabiki na wanachama kwenye sehemu ya isiyohusika na mpira, basi wao ndo wakati wao saizi kuwapeleka huko. Ninyi kama mashabiki wa Simba, kwa nini msikutane na mkawasilisha hoja zenu kwa uongozi ili kuweza kuboresha katiba yenu pamoja na walinda ninyi wanachama na mashabiki wa Simba? Tulishakutana tena sio siku nyingi, manake ni wiki 2 zilizopita. Sidhani kama hizo wiki 2 zenyewe zimeisha mpaka sasa nikizipigia tathmini. Ni juzi tumekutana kwenye mkutano hapa. Lakini kilichotokea baada ya kwenda kurekebisha vipengele vya katiba ambayo atakuwa tuviboreshe mule, mwisho wa siku vimesomwa tu, kurudi kwetu hakuna, ili tupitishe, mtu akafunga mkutano anatafuta njia ya kutokea. Sasa tutaenda kuzungumzia wapi na hoja tutapeleka wapi? Kwa hiyo maana wewe ukiongea ukweli tayari unapelekwa jeshi la polisi. Mimi naamini Mangungu yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kupelekwa polisi. Baada ya ule mkutano kumaliza kihuni, yeye ndio atakuwa mtu wa kwanza tumkamate na tumpeleke polisi. Na huo uwezo tulikuwa nao. Shida kwamba sisi hatupo pamoja. Alafu cha pili, sisi yani tuna ile wala ile. Yani tunachukulia poa, yani acha tulipite, tunaumia kwenye nafsi zetu. Lakini sisi ndio tutakuwa tumfanyie tukio kubwa. Mpaka sasa hivi hata kitoka madarakani atukumbuke kwamba huyu alitukimbia kwenye mkutano kinyume na utaratibu na katuita mwenyewe. Maana yeye tunaenda kumrundika na tunaenda kumfungulia kesi na tunampeleka mahakamani. Tulikuwa tunaweza kulifanya hilo, lakini tumetulia, tunaamua kutengeneza mipango yetu mingine. Lakini yeye akiguswa tu anamtafuta mtu mwenye ushawishi mkubwa, anakamata, anapeleka polisi ili kwenda kumpunguza kasi, ili asiendelee kufanyaje kuongea. Kwa sababu kama Agi Simba ambaye aliitwa jana cha ng'ombe, Agi Simba sio muongeaji kiivo kwa sasa.
toka apitane na kanzia zao za msimu ule uliopita. Amekuwa mtulivu, ametulia, anakija akiona mechi na kuja uwanjani atakuja, akiona mechi sitaki kwenda uwanjani hata kwenda uwanjani. Na anatumia gharama zake, hakuna anaomlipia. Lakini yeye kwa sababu ana ushawishi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, vitu vyote vinavyoendelea huwa anaposti. Kwa hiyo akiposti imekuwa shida. Na mimi naamini kuna kiklipu kimoja ambaye akijapostiwa na waandishi wa habari wote ambao walikuwa kwenye mkutano. Yeye kile kiklipu kakipata, wadau wamemtumia ambao walikuwa kwenye mkutano, walirekodi kwa simu zao, akikiposti kwenye akaunti yake. Na hizi kile ndio kilikuwa chanzo cha yeye kuitwa pale Chang'ombe. Kwa sababu yeye anasema Mangungu katoroka. Kila anaojua Mangungu katoroka. Mangungu hakutoroka. Mangungu pale kabananishwa. Ile askari ndio wamemtorosha Mangungu kwenye ukumbi wa mkutano. Kwa hiyo watu wamestafasiri Mangungu katoroka, kazima taa kaondoka. Mangungu hakutoroka. Mangungu jeshi la polisi ndio limemtorosha ukumbini. Kwa hiyo kile kiklipu Agisimba kakiposti na kimesambaa, watu wamekiona. Kwa hiyo ile ndio inasemekana kwamba yeye kumpeleka pale kusema kwamba yeye ni mchechezi. Anachechea nini, kuni au anachechea nini? Kwa hiyo naamini kwamba viongozi Simba sasa hivi hatuna, na hiki walichokifanya kwa muendelezo, wanachama wa klabu ya Simba tujitafakari mara tatu. Tunakoelekea sio pazuri. Kama inawezekana, sawa, tuandae proposal yetu. Sawa, tuandae proposal yetu sisi kama wanachama. Tuipeleke serikalini. Wenzetu mbona nyuma mwiko waliomba serikalini? Swali pambana serikalini, dabi isichezwe wanapotaka wao, simefanikiwa. Kwa hiyo na sisi tunashindwaje kutoa proposal yetu tukaomba huko serikalini wakatusaidia kutuondolea hawa majasusi ambao wanapeleka watu polisi, kwa sababu watu wanaweza kaenda mbali wakaenda kushtaki hata FIFA, tukaja tukapigwa bani kwa sababu hawana mamlaka kuingilia mpira. Ila sisi wenyewe tutapoona sehemu kumezidi, tutaomba kampani kupitia wizara husika tukasaidiwa kwenye hili na jambo likaenda sawa, kuliko hii kila siku kakamatwa huyu, kesho kakamatwa huyu, watu tunakaa tu tunapiga kelele kwenye vipaza sauti. Kwa hiyo hivi peke yake tu havitoleta dawa kwenye hili jambo. Dawa ya hili jambo sasa hizi sisi kama wanachama tuungane, tuombe ridhaa kule. Sasa hizi ni muda wa kumkamata Mangungu, sawa? Kumkamata na huyu Trayageni ambaye sasa hizi yupo nje ya uongozi, pia anaongeza nguvu ya kuendelea kukamata wanachama na mashabiki wa Simba. Pia hawa tu tunawafungulie kesi. Muda wao umefika wao kwenda kuwafungulia kesi, kwa sababu tunawachekea. Leo kakamatwa John, kesho kakamatwa Shabani, kesho Juma, kesho Jessica, Oscar, wataendelea kukamatwa kila siku. Sasa dawa kuacha hawa kukamata watu. Sisi hawa tuwasimamie, tuwakalie kooni, tuwakamate wao, nao waende wakaonje pale. Kama pale pazuri mtu kwenda bila hatia, basi nao waende pale ili wakatoe maelezo. Huu muda sasa umefika, sio kuchekeana. Muda wa kukamatwa wao umefika, sababu watu wana shughuli zao. Wanaacha wanaenda kusimamia mambo ambayo yapo nje. Kwa hiyo unaenda pale eti uchechezi. Yaani wewe utaenda kumuita mtu polisi uchechezi, kachezea nini? Kuna fujo gani aliyoichechea yeye? Kwa maana hiyo ni kwamba mashabiki wa Simba kuna haki ya msingi mnakosa. Kuna haki ya msingi tunakosa, na kwa sababu ya unyonge wetu. Yaani hatutaki kusimama sasa kulichukulia hili jambo serious. Hicho ndio kinachotuumiza, lakini tukiwa serious kwenye hili tunafanikiwa. Kwa nini tunamwogopa Mangungu? Tunamwogopa Trayageni? Au tunamwogopa Magoli kama anatukosea? Eti tunamwogopa nani pale Simba ambaye anatukosea? Tunajua tuliowachagua, tunawafahamu. Kina Swedi Mkwabi ambaye sasa hivi wapo upande wa pili, ambaye sio viongozi Simba ambaye tumewachagua sisi, sasa hivi wameteuliwa na Mohamed Dewji upande wake wa bodi, ambaye wamekuwa viongozi lakini upande wa tajiri sio wetu. Lakini tuliowachagua sisi tunawajua, lakini kwa upande wa wanachama anakamata watu ni Mangungu. Sasa tunashindwa nini? Tuungane sasa, kama watu tunataka sisi tusome alobadili si nini. Wakati mtu tunamjua kila siku anaendelea kukamata watu. Wewe unataka sababu ya kusoma alobadili. Tuungane kwa pamoja, tuandae proposal yetu. Huyu na mwenzake ambao wanajifanyia wakamata nao wakamatwe wakarundikwe, ili wakanyooshwe na waje watuambie katiba gani ya Simba inayosema kwamba mwanachama na mshabiki akiongelea ukweli kuhusu klabu yake, unapoenda tofauti umkamate umpeleke polisi. Wataenda watatuambia. Kama hicho kipengele kipo, basi sisi wote tunahusika kuwataki uongozi kwenye nyakati hizi. Basi sisi tuko tayari kupelekwa huko Lupango. Lakini kama wao wanaenda kinyume na utaratibu wa katiba ya klabu ya Simba, wao ndio wawe mstari wa mbele sasa kwenda kunyooshwa, sababu tukiendelea kuacha hivi vitendo vitaendelea kwa mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni huo kwa wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba. Tunalihitaji jambo la Simba linyooke, liende sawa. Hawa kamata zamu yao ya kukamatwa wao imefika. Nimeona ile jambo limemfikia mpaka mjumbe wa FIFA analizungumzia. Nimeona jana video iliyotoka kutoka huko alipo. Anazungumzia kwamba kuna mashabiki mnapata shida kutokuelewana kati yenu na viongozi. Uliona video ile? Ile video nimeiona na mpaka sasa ndio imekuwa habari ya mjini, yani na trendi toka ile jana. Mimi binafsi kikweli imenistaajabisha na kunishangaza kumuona kwamba Engineer Hersi kaitwa kule, lakini mwisho wa siku imewekwa kwenye skrini kabisa kubwa pale kuonyesha kwamba mimi natoka Afrika na nimepata zamana kuja kwenye hiki kikao, lakini mwisho wa picha kwenye nchi ninayotoka kuna timu moja kubwa ambaye sasa hivi ilikuwa ina ramani kubwa barani Afrika. Kuna matukio yanaendelea ambaye sio rafiki kwenye michezo. Imewekwa pale watu wakishuhudia, watu wakilumbana tena kwenye mkutano. Sio labda tunalumbana tu kama hivi nimekaa kwenye kipaza. Kwenye mkutano, maana kile inaonyesha picha mbaya na scenario mbaya kwenye mpira wetu wa Tanzania. Nini kinaendelea? Ni vitu vya kawaida kulumbana, lakini mtu anapoenda kwenye jambo kubwa kama lile, ninakutana na viongozi mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, lakini tukio la kidunia.
sio la kinchi na wala sio la kibara, labda bara la Afrika ala bara la Asia. Hapana, lile lina maana maka lile nchi watu pale ukwepo wametoka kwenye mabara tofauti kwa ajili jambo la dunia nzima, lakini limewekwa kwenye flat screen, watu wanaona Tanzania kuna tukio gani linaendelea baina ya wanachama, mashabiki pamoja na viongozi wao. Kiukweli sio jambo jema, lakini kwa yeye ambaye kalipeleka pale, yeye labda pengine ana maana kwamba ili jambo lisaidiwe, lakini sio mahali pake pale. Uone kama ni anawatetea kule, sio kututetea. Sawa, hata hao ambao wamekutana pale kutoka kwenye mataifa yao pia hawezi kukosa kulumbana. Wewe tu na mkeo nyumbani mnalumbana, wewe na mwanao tulomtoa duniani mnalumbana, wewe na baba yako tulomtoa duniani mnalumbana. Hivi ni vitu vya kawaida. Kulumbana ni sehemu ya kujenga, sababu mtu anataka kungangania sehemu fulani kwa sababu kuna maslahi anayopata, lakini kusema kama nimeenda kwenye kikao kile au mkutano ile, basi mimi niende pale sasa niweke lile tukio pale, watu wote walikuwa pale waone. Ile maana yake nini? Ile maana yake ni ushamba na ni utashi wake binafsi ambaye aliuleta. So mahali pake pale. Jumbe wa FIFA ile anahudumia klabu zote. Sio mahali pake pale kupeleka lile jambo. Ile ni maana yake ni ushamba na kutafuta sifa ambaye hazina faida. Mimi naamini zile ni sifa ambaye hazina faida. Lilikuwa na sehemu yake ya kulipeleka, sio pale. Yeye ni mtani wetu kweli, lakini sio pale kwa kupeleka lile jambo. Kwa mimi naamini binafsi katukosea sana kulifanya lile tukio akiwa pale Qatar, pale Doha. Shukrani sana. Asante sana.